Ali Shabani Kamwe leo amezungumzia hali ya mchezaji wao Khalid Aucho ambaye jana aliumia kwenye mchezo ambao walikuwa wanacheza na Coast Union kwenye uwanja wa KMC na hakumaliza mchezo, aliumia. Hii ilikuwa ni mara baada ya kufanyiwa faulo na Kikoti, lakini baadaye kidogo akaja kushindwa kuendelea na mpira na kutolewa nje akiwa anaugulia maumivu, japo alikuwa anatembea yeye mwenyewe mpaka nje, lakini yalikuwa ni maumivu ambayo yanaendelea kwenye mguu wake. Sasa Ali Shabani Kamwe ametuambia kwamba leo mapema yeye na daktari wa timu Ntutu ambaye ndo daktari wa klabu ya Yanga walienda leo sehemu ambapo Aucho yupo kufanyiwa vipimo. Ni hospitali ambayo Yanga wamekuwa wakiwapeleka wachezaji wao wengi sana kufanyiwa vipimo kwenye hospitali, so hata Khalid Aucho alikuwa yupo kwenye hiyo hospitali kwa ajili ya vipimo zaidi, na majibu yaliyotoka ni kwamba aliumia nyama za paja za nyuma, kwa kizungu wanaita hamstring. Hilo ni tatizo ambalo lipo kwa wachezaji wengi sana, maumivu ya nyama za paja ya nyuma. Kuna mbele lakini pia kuna nyuma. Najua paja unalijua, sasa maumivu ya paja sehemu ya nyuma ndo yanaitwa hivyo hamstring. So hilo ndo tatizo ambalo Khalid Aucho alilipata jana kwenye mchezo wa Coast Union na Dar es Salaam Africans. Sasa wengi swali walikuwa wanajiuliza ni kwamba je, atahusika kwenye mchezo ambao Yanga wanaenda kucheza siku ya Alhamis na klabu ya Azam Football Club. Majibu ambayo yametoka kwa msemaji wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe ni kwamba Khalid Aucho hatakuwa sehemu ya huo mchezo kwa sababu ya hilo tatizo lake, lakini pia akaongeza kwamba kesho tena wataenda kwa ajili ya kuangalia vipimo zaidi, kwa sababu walikuwa bado wanaendelea kufanyiwa vipimo. Kwa wanataka wakajue kama kuna tatizo lingine zaidi ya hilo ambalo limegundulika awali. Sasa kama kuna lingine labda waweze kujua na waje warudi kutoa taarifa kamili ili kuweza kuambia wanachama wao kwamba ni kipi ambacho kinamsumbua daktari wa mpira na atakaa nje for how long. So hicho ni kitu ambacho watakuja kukisema mara baada ya kumwangalia zaidi tatizo lake, lakini kwa ufupi ni kwamba Khalid Aucho ameumia nyama za paja za nyuma, na hilo ndo tatizo ambalo lilimsumbua toka jana, so mpaka sasa hivi anaendelea kuugulia. So kwenye 1 na 2 ni pigo kwa wananchi kuelekea mechi ya kesho kutwa, mechi ya siku ya tarehe 10 kwa maana ya Alhamis, ambapo Yanga watacheza na Azam Football Club. Ikumbukwe mechi ya kwanza ya mzunguko wa kwanza Yanga alifungwa, na ndo mechi ambayo Yanga walianza kufungwa. Azam ndo ambao walianza kuwafunga Yanga, na ni mechi ambayo ilikuwa na mazingzo mengi sana mpaka Azam kupata ushindi. Manake ilikuwa na fracture fulani ambapo Yanga walikuwa wamepotea, kwa sababu kwenye hiyo mechi ndio mechi ambayo pia Baka alitolewa kwa kadi nyekundu baada ya kumchezea rafu au kumshika mshambuliaji wa Azam Sadun, kumshika na straight card ilitoka kutoka kwa Arajiga. So ni mechi ambayo Yanga hawataisahau, na sidhani kama watatamani tena yaliyotokea siku ile yajirudie. So tulitegemea kwamba hii mechi ambayo inakuja ya mzunguko wa pili Yanga ni afadhali waende wakiwa na wachezaji wote wakiwa wamekamilika, lakini bad luck ni kwamba Khalid Aucho hatakuwa sehemu ya huo mchezo. Lakini pia msemaji wa klabu hiyo Ali Kamwe amewatoa hofu wachezaji au mashabiki wa klabu hiyo kwamba hakuna kitakachoshindikana, hakuna linaloshindikana. Kama ni ushindi utapatikana tu, maana wachezaji wengine wapo wanaweza kucheza nafasi yake, so hakuna ambacho kinaweza kikaleta utofauti sana. Lakini pia umuhimu wa Khalid Aucho kwenye kikosi hakuna ambaye haujui, so ni pigo kwetu kama viongozi
lakini pia ni pigo kwa wachezaji wenzake ambao wanamtegemea pale katikati, kwa sababu ni mtu ambaye analinda safu ya ulinzi ya Yanga, lakini pia ni mtu ambaye anatengeneza pasi nyingi sana zenye hatari kwa viungo washambuliaji wa klabu ya Yanga. So kutokuwepo kwake kuna kitu ambacho kitakosekana, lakini amewatoa hofu kwamba hiyo mechi wataenda kushinda na watacheza vizuri, kwa sababu wachezaji waliopo wanajielewa na wanajituma. So hizo ndo zilikuwa taarifa ambazo zimetolewa na msemaji wa Yanga Ali Shabani Kamwe juu ya afya ya kiungo wao mkabaji Khalid Aucho. Ifike mahala sasa inabidi Yanga wafanye tuseme wavunje benki au wavunje kibubu kumtafuta kiungo mwingine ambaye anaweza kawa replacement ya Khalid Aucho, maana zama za Aucho ndo zinaelekea mwisho. Ni mchezaji ambaye hata sasa hivi pia anajitahidi sana kucheza. Yaani kama ni wachezaji wale ambao wamekuwa na consistency ya kile ambacho wamekuwa nacho toka anafika hapa Tanzania, basi ni Khalid Aucho. Huyu ni kiungo ambaye amekuwa na consistency ya hali ya juu. Yaani haja flop wala hajafanya nini pale kwenye kiungo. So Yanga wanahitajika wamtafute kiungo mwingine ambaye atakuja kuwa replacement ya Khalid Aucho kabla hata Khalid Aucho hajastaafu, ili huyo kiungo ambaye atakuja hapo angalau aweze kujifunza ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya ukiwa kiungo mkabaji, kwa sababu wote tunakiri kabisa kwamba Khalid Aucho akiwepo ndani ya uwanja hata mabeki wa Yanga wana relax, kwa sababu yeye anacheza katikati yao. Yaani sio mtu wa kusimama katikati ya uwanja kama nambari 6 wengi wanavyokuwa, lakini yeye uaga anasimama katikati ya mabeki, kwa anakuwa anaongeza idadi ya walinzi upande wa mabeki, kitu ambacho kinawapa urahisi hata mabeki wa Yanga kucheza vizuri na mipira kutokumfikia Djigui Diarra. Sasa kutokuwepo kwake inaweza ikaleta matatizo, afu pia ukizingatia hii ni mechi kubwa ambayo Azam anahitaji matokeo, lakini pia Yanga anahitaji matokeo zaidi. Azam kwa upande wake anahitaji matokeo ili arudi kwenye nafasi yake ya 3, maana mpaka sasa hivi ameshushwa na Singida Black Stars baada ya kufungwa juzi na hao Singida Black Stars, ambao sasa Singida ndo wamekalia nafasi ya 3 na Azam yupo nafasi ya 4. So Azam atahitaji ushindi kwa namna yoyote ile ili aweze kurudi kwenye hiyo nafasi. Sasa Yanga atakubali kupoteza hiyo mechi, kumwachia Azam aweze kushinda, afungwe mara 2 mfululizo, ni kitu ambacho hakuna ambaye anaweza akaamini au anaweza akawa na hilo wazo. So ni kitu ambacho Yanga wanahitaji watumie nguvu sana kwenye hiyo mechi ili kuweza kushinda bila ya Khalid Aucho. Kwa kikosi cha Yanga tunavyokijua, of course ni kikosi kipana, lakini upana wa kikosi hicho pia unategemeana na wachezaji ambao wanao. Tofauti na hapo inaweza ikawa balaa lingine. Kwa kikubwa ni kwamba wachezaji lazima wakubaliane na hali kwamba Khalid Aucho hatakuwa sehemu ya kikosi. Kwa hiyo wao inabidi waende wakapambane kuipambania nembo ya klabu ya Yanga ili kuweza kushinda hiyo mechi, ili kuepusha masuala ya kufungwa mechi 2 na mtu mmoja. Ni kitu ambacho sio kizuri, lakini pia kitakuwa kimewatoa kwenye malengo yao Dar es Salaam Africans kwa ajili ya kugombania ubingwa. Mimi naamini Yanga kama watashinda mechi hiyo ya tarehe 10 dhidi ya Azam, itakuwa ni njia rahisi sana ya kwenda kutangaza ubingwa, kwa huku hata mpinzani wake ambaye ni Simba anayemfuata kwa karibu atakuwa bado hajacheza michezo yake, maana yeye mpaka sasa hivi yupo busy na michezo ya Africa Federation Cup au mashindano ya kimataifa, ambayo kesho pia yeye anaenda kutupa karata yake ya pili mara baada ya karata yake ya kwanza kufungwa magoli 2 na mpinzani wake Al Masry. Sasa kesho yeye anaenda kujitafuta tena kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa ili akirudi kwenye ligi akute Yanga amesha cement ile nafasi ya kwanza na amebakisha huenda mchezo mmoja au michezo kadhaa tu, ambayo pia hata akishinda akifungwa anakuwa bingwa vile vile. So ni kitu ambacho Yanga wanatakiwa wakifanyie kazi kwa ajili ya mchezo huo wa tarehe 10. Ni jinsi gani ambavyo wataenda kuongea na wachezaji, kuwa encourage na kuwa motivate, kuwapa motisha ya kuweza kwenda kucheza huo mchezo kwa nguvu bila kutegemeana. So ni kitu ambacho Yanga wanaweza wakakifanya na wanaweza kupata matokeo. So we skip and wait ni kipi ambacho kitatokea hiyo tarehe 10 kwenye uwanja wa Azam Complex.